Karibu tena katika simulizi yetu mpya tunaoianza leo. Na simulizi yetu ya leo bwana, inakwenda kwa jina la Nataka Ndoa. Sasa hii ni simulizi nzuri sana na ya kusisimua. Simulizi yetu inaanzia kwenye makaburi, na ulikuwa ni wakati wa usiku kabisa. Mtaa ukiwa umepoa. Hakukuwa na mtu hata mmoja aliyekuwa akizunguka nje. Lakini licha ya kwamba mtaa ulikuwa umepoa sana, alionekana kijana mmoja. Anaitwa Lubango. Lubango ni mwanaume ambaye anaishi maisha ya upweke sana. Na sio upweke tu, ni mwanaume ambaye anadharaulika na kila mtu hapo mtaani kwao. Anadharaulika mpaka na watoto ambao bado hawajafahamu chochote kuhusu maisha. Lubango ni kijana ambaye hana mbele wala nyuma, na maisha yake ni magumu tu. Siku zote za maisha yake amekuwa akifanya kazi ya kuokota makopo na kwenda kuyauza. Imekuwa ndio sababu pekee ambayo inamfanya anaweza kusurvive kwenye jiji gumu kama hili. Lubango ni kijana ambaye siku zote za maisha yake alikuwa akitamani kupata mwanamke. Mwanamke ambaye atasimama naye kwa kila kitu, atamuelewa na atakuwa kama nguzo kwake. Lakini hilo halikuwahi kufanikiwa kabisa. Lubango alikuwa ni mwanaume ambaye amepambana sana kutafuta mwanamke, lakini bado tu hakuweza kupata. Na hata wanawake ambao walikuwa kimkubali, haukuchukua muda mrefu sana waliachana naye. Hakukuwa na sababu za msingi, labda tunaweza tukasema ni kutokana na umasikini wake na kazi anayoifanya. Kazi ya makopo wanawake walichukulia kama ni fedheha kwa upande wao. Sasa ilikuwa ni hali ambayo ilimchosha sana Lubango. Ulikuwa ni utaratibu wa Lubango kwenda kwenye makaburi ya wazazi wake, lakini usiku wa leo ulikuwa tofauti kabisa, kwa sababu siku zote alikuwa akienda mchana, lakini leo Lubango aliamua kwenda usiku, labda kwa sababu dunia ilikuwa imemchosha sana, pamoja na lawama na fedheha za watu waliomzunguka. Lubango alifika mpaka makaburini. Kulikuwa kumetulia mno. Hakukuwa na hata mtu mmoja. Lubango alipiga hatua na kusogea mpaka kwenye makaburi ya wazazi wake. Alipiga magoti sasa. Lubango alianza kulia. Mama na baba, ni kwa nini mliondoka nikiwa mdogo sana? Unajua mmeniacha katika wakati mgumu mno. Napitia mengi sana wazazi wangu. Tazameni sasa, nina miaka 45. Nimekuwa nikipambania kutafuta maisha mazuri kuanzia siku ambayo nimeweza kujifahamu. Nimeweza kujitambua. Nimeweza kujiona mimi kama mtu mzima. Dunia haikuwahi kunipa nafasi hata kidogo baba. Dunia haikuwahi kunipa nafasi mama. Natamani mngekuwepo wazazi wangu. Alikuwa akizungumza Lubango huku akilia. Lubango alikuwa akilia sana. Machozi yalikuwa yakimtiririka mithili ya maji. Unajua, nimeteseka sana. Pesa ndio kila kitu kwenye hii dunia, na dunia haina huruma hata kidogo. Baada ya kugundua kwamba pesa ni kila kitu, nimejaribu sana kuitafuta. Nimepambana kwa hali zote baba na mama, lakini pia imekuwa ngumu sana kwangu. Wanaume wote ambao nina umri sawa nao, ambao nimekuwa nao, sasa hivi wanawake na familia zao. Kwa nini mimi mama? Baba, nilimkosea nini Mungu? Pengine nyinyi mtakuwa mnamuona. Naombeni sana mumuulize kosa langu lilikuwa ni nini mpaka nipitie mambo yote kwenye hii dunia. Aliendelea kulia Lubango, kichwa chake akiwa amekilaza juu kabisa kaburi la mama yake. Lubango aliendelea kutiririkwa na machozi, lakini ghafla ulisikika mlio wa radi, na mara mvua ilianza kunyesha. Upepo mkali pia ulikuwa ukivuma. Ulivuma upepo mkali kiasi ambacho baadhi ya misalaba iliyokuwa juu ya makaburi ilianza kungofoka yenyewe. Hapo sasa aliogopa. Lubango alisimama haraka na kuanza kuondoka.
Alikuwa akiondoka huku akikimbia, na kama sio kukimbia, mara nyingine alikuwa akitembea kwa mwendo wa haraka haraka, tena huku akigeuka nyuma kwa hofu. Alikuwa amelowana sana na miguu yake pia ilijaa tope. Ni kama viatu vilikuwa vizito zaidi. Lubango alivivua na kuvishika mkononi sasa. Kwa bahati mbaya sana, uwanja wa makaburi ulikuwa mpana. Kulikuwa na makaburi mengi mno. Kwa hiyo mpaka kutoka hapo ilihitaji mwendo. Lubango aliendelea kutembea kwa hofu huku akitetemeka. Lubango. Lakini wakati anaendelea na safari yake, ghafla alishtuliwa na sauti ya mtu. Alikuwa amelitamka jina lake vyema. Na hakuwa mtu tu, ilikuwa ni sauti ya mwanamke. Lubango aligeuka kwa tahadhari huku akihisi kutetemeka mwili mzima. Aligeuza shingo yake taratibu na kumtazama huyo aliyekuwa akimuita. Alikuwa ni mwanamke. Mwanamke ambaye alikuwa akimtazama Lubango sana, lakini pia alikuwa amevalia gauni fupi lililokuwa limejaa tope. Lubango, alirudia kuita tena. Lubango alikuwa akitetemeka na akijaribu kurudi nyuma. Yule mwanamke naye alipiga hatua kama mbili hivi. Lubango, usiniogope. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe, alisema yule mwanamke akiwa hana wasiwasi hata kidogo. Lakini Lubango hofu yake ilizidi. Sikiliza Lubango, nilikuwa nimekaa pembeni pale, nikaweza kusikia kile ulichokizungumza. Ndiyo, nimekisikia. Kiukweli kimeniingia sana kwenye nafsi yangu. Lubango, kama utakubali, naweza nikakusaidia. Lakini kama unavyojua, hakuna msaada wa bure. Ila ningependa kwanza uniambie unahitaji nini kwenye maisha yako. Unahisi maisha yako yamekosa nini? Alizungumza yule mwanamke. Na hapo Lubango kidogo hofu yake ilipungua. Akahisi pengine yule alikuwa akizungumza naye pale alikuwa ni mwanamke wa kawaida tu kama wanawake wengine. Lubango alishusha pumzi ndefu. Hakuna mtu ambaye anaweza kunisaidia mimi. Na mimi kama nikiulizwa msaada, nitachagua pesa. Natamani sana kuwa na pesa. Lengo langu nataka nioe. Nataka nioe. Nimesema kwa mara ya 3. Alisema Lubango huku sasa akiishia kulia. Alianza kulia upya. Yule mwanamke alikuwa akimtazama tu. Nahitaji kupata ladha ya familia, alimalizia Lubango. Yule mwanamke sasa alisogea kidogo. Unataka pesa ama unataka ndoa? Alimuuliza Lubango. Lubango alicheka kidogo kisha akamtazama. Sasa hata nikitaka ndoa, nitawezaje kupata ndoa bila pesa? Alimuuliza yule mwanamke. Yule mwanamke alicheka sana. Kisha akarudia tena kumtazama Lubango. Lubango, pesa na ndoa, pesa na upendo, unajua ni vitu viwili tofauti? Aliuliza yule mwanamke. Lubango aliguna na kisha akatulia kidogo. Nisikilize, hakuna chochote bila kuwa na pesa. Huwezi kupata ndoa bila pesa, wala huwezi kupata upendo bila pesa. Hizo ni kauli tu za kudanganyana. Lakini kwa mimi nilielelewa kwenye umasikini, naelewa kabisa pesa ina thamani kuliko chochote kile, alisema Lubango. Yule mwanamke akatulia tena. Sasa mimi nakupa nafasi. Nahitaji uniombe kitu kimoja, kati ya ndoa au kati ya pesa, alimwambia Lubango. Nahitaji pesa, lakini nahitaji pesa kwa ajili ya kuoa, alijibu Lubango. Yule mwanamke akatabasamu kidogo. Sawa, tunaweza tukafanya makubaliano, hakuna tatizo. Lakini nini tena? Nitakupatia pesa, nitakupatia utajiri na utaheshimika pia kwenye hii dunia. Shida yako si unahitaji heshima?
lakini itakapokuja swala la kuoa, mimi ndo nitachagua umuoe nani, na nitakwambia kwa nini, alimalizia yule mwanamke, huku sasa akiwa ametoa macho yake. Lubango alimtazama kuanzia juu mpaka chini, akajikuta akicheka sana. Alikuwa akicheka na yule mwanamke alikuwa akimtazama tu. Unanichekesha sana, unajua. Sasa mtu mwenyewe uko kama hivyo, utatoa wapi pesa za kunipa mimi? Kwa sababu nikikutazama wewe, nikijitazama na mimi, tofauti yetu labda jinsia tu, alisema Lubango kwa akimalizia kauli yake na kicheko. Yule mwanamke alikuwa kimya tu akiendelea kumtazama. Lubango, nitakupa utajiri, lakini utaulipia. Na nisingependa uendelee kukaa hapa. Nenda nyumbani kapumzike, alisema yule mwanamke. Na kisha sasa akataka kugeuka na kuondoka, lakini Lubango alimuita. Samahani, kwani kuna kampuni ambayo unafanya kazi? Tuseme kwamba unataka kuniajiri? Aliuliza Lubango kwa sauti ya kibei. Yule mwanamke aligeuka. Kesho saa 6 mchana utaenda kwenye kituo cha mabasi. Utapanda basi linaloitwa Malipuo. Baada ya kupanda tu, utakaa siti ya mbele kabisa. Kumbuka ni kabla gari haijaanza kuondoka wala watu hawajaanza safari zao. Na kwenye hiyo siti atakuja mtu na kukukabidhi begi. Hilo begi ndio utakuwa utajiri wako, alisema yule mwanamke. Na kisha kutaka kuendelea kukaa pale, alianza kupiga hatua na kuondoka. Lubango alikuwa kimya tu akitafakari yale maneno. Alikuwa akitafakari kwa akimtazama yule dada mpaka pale ambapo alipotelea. Lubango ndo akakumbuka na akili zikamrudia. Alijaribu kumuita lakini hakuwepo tena. Lubango sasa alianza kuondoka. Aliondoka na kurudi mpaka nyumbani. Upande mwingine alikuwa akihisi pengine ya maneno yana ukweli, lakini kwa upande mwingine aliona ni uongo kabisa na ni kitu ambacho hakiwezekani. Baada ya kufika nyumbani sasa, alitoa ile mavazi yaliyokuwa ameloana, akasuuza miguu yake na kuingia ndani. Lubango alijitupa juu ya godoro chakavu lililokuwa ndani hapo. Alikuwa akitafakari kuhusu yule mwanamke. Mara kadhaa alikuwa akijiuliza, au ile ilikuwa ni ndoto? Lakini hapana, lilikuwa ni tukio la kweli kabisa. Lubango aliwaza sana, na baada ya kuweza kwa muda mrefu alipata jibu moja tu, kwamba kesho yake ni lazima ataenda mpaka huko kwenye kituo cha mabasi na akaweze kuhakikisha kama alichomwambia yule mwanamke kitakuwa ni ukweli. Haukupita muda mrefu sana, alipitiwa na usingizi na alikuja kushtuka ikiwa ni asubuhi. Lubango baada ya kuamka tu alianza kukumbuka tukio la jana, na hapo akapata wazo lingine. Alipata wazo la kuelekea kwenye kituo cha mabasi. Si kwamba alikuwa akimwamini sana yule mwanamke, yaani mwanamke ambaye mkutana naye usiku wa jana. Hapana, alitaka tu kuhakikisha kama yule mwanamke alikuwa akisema ukweli. Lubango baada ya kunawa kinywa chake, alianza safari sasa ya kuelekea kwenye kituo cha mabasi. Ilikuwa ni safari iliyochukua mwendo kidogo kwa sababu hata nauli pia hakuwa nayo. Na baada ya kutembea, hatimaye alifika kwenye kituo cha mabasi. Na baada ya kufika sasa alianza kutafuta hilo basi, lakini hakuweza kuliona mpaka pale alipopata wazo lingine. Alimuuliza mmoja wa watu ambao walikuwa hapo stendi, na yule mtu alimuelekeza. Lubango alipiga hatua za haraka na kuelekea mpaka pale ambapo alielekezwa. Na kwa bahati nzuri kweli alikuta hilo basi. Lubango alipanda sasa. Basi lilikuwa bado halijajaa na wala bado halijaanza safari yake. Lubango aliketi siti ya mbele kabisa. Muda ulienda kama dakika 15 hivi. Akiwa anaendelea kutafakari kuhusu yule mwanamke na kuhusu ile ndoto, ghafla alishtuliwa na sauti. Ilikuwa ni sauti ya mzee. Ujambo kijana? Lubango aligeuza macho yake haraka na kumtazama. Alikuwa ni babu. Kichwa chake chote kilikuwa kimejaa mvi, lakini alionekana yuko smart sana. Yule babu alikuwa ni msafi mno, yaani ukimtazama tu kwa haraka utajua ametokea kwenye maisha mazuri.
na utagundua kwamba hana shida yoyote ile. Alikuwa akimtazama Lubango kwa macho ya tabasamu. Shikamoo mzee wangu. Marhaba. Samahani, naweza nikakupatia begi langu unishikie mara moja? Aliuliza yule mzee. Lubango alitazama kwanza nyuma, akatazama na mbele, akatazama na pembeni. Watoto walionekana kuwa bize na ule mzee alikuwa akimtazama tu kwa akiwa na tabasamu. Samahani mzee, kwani unashuka ama? Hapana, wewe naomba unishikie begi langu, na kama ikiwezekana nikuelekeze mpaka sehemu ya kupeleka, kama utafika lakini, alisema ule mzee. Lubango aligeuka tena na kutazama, lakini watoto walionekana kuwa bize. Akatabasamu kidogo. Nipeleke wapi mzee? Nataka upeleke kwa mjukuu wangu. Mjukuu wako? Ndiyo, yule mzee alisema huku sasa akiwa kaupamba uso wake kwa tabasamu. Mjukuu wako anaishi wapi kwani? Aliuliza Lubango. Yule mzee alitabasamu tena. Ungetazama kwanza ni nini kabla hujaanza kuniuliza maswali mengi, alisema ule mzee. Basi Lubango ilibidi afanye kama alivyoambiwa. Yule mzee alimkabidhi lile begi. Ilikuwa ni begi ambalo lilijaa pesa. Yaani kulikuwa na pesa za kutosha. Lubango alishtuka sana. Mbona ni pesa mzee? Ndiyo, ni pesa. Sasa unaniamini vipi mpaka unipatie mimi nimpelekee mwanao? Aliuliza Lubango. Yule mzee akacheka sana. Mwanangu alikwisha fariki, alisema hivyo. Hapo Lubango alishtuka zaidi. Alishtuka na kusimama. Akawatazama watu kwa sababu alihisi pengine ule mzee ana uchizi. Watoto walikuwa wako bize tu pale kwenye gari. Bado hakukuwa na mtoto mmoja aliyekuwa akiwatazama. Na ule mzee alikuwa akizungumza kwa sauti ya chini mno. Mzee, sasa kama amekufa mimi nitampelekea wapi? Au unataka kumaanisha nini? Nisikilize. Kwa maana fupi ni kwamba mwanangu wa pekee alikwisha fariki. Na huyo ndo alikuwa mrithi wangu. Kwa hiyo mimi ni kama akili zangu tu zimenituma nikupatie hizi pesa. Lakini utakapopata hizi pesa na utakapofanikiwa, niahidi kitu kimoja, alisema ule mzee. Kisha akageuka, akatazama nyuma yake, akatazama kulia na kisha kushoto. Na sasa macho yake akageuza na kumtazama Lubango. Nataka uniahidi kitu kimoja. Kitu gani? Niahidi kwamba utawasaidia mayatima na masikini, kwa sababu ndo hicho nilichokuwa nataka kukifanya. Kwa bahati nzuri nikawa nimekutana na wewe, alisema ule mzee. Lubango hakuwa ameamini, lakini gari sasa lilianza kuondoka kwa sababu lilikuwa limeshajaa tayari. Yule mzee alimuaga Lubango na kisha akashuka haraka haraka. Nisikilize basi mzee wangu, alikuwa akisema Lubango huku naye akisimama. Alisimama kutoka kwenye kile kiti na akaanza kushuka haraka haraka. Alishuka mpaka chini ya gari kabisa, lakini hakumuona tena ule mzee. Hakuweza kuona ameelekea wapi. Lubango alihisi kuchanganyikiwa. Alikuwa akitazama lile begi ni kama hakuwa naamini hata kidogo. Yaani amelala masikini na sasa ameamka akiwa tajiri. Lubango alikuwa akiwaza sana. Alikuwa akiogopa pia. Lubango sasa alirudi mpaka nyumbani kwake na aliweka lile begi pembeni kabisa. Alitoa zile pesa na kuanza kuzimwaga. Bado alikuwa haamini. Huo ulikuwa ni mwanzo mpya kabisa wa mafanikio ya Lubango. Alianza kufanikiwa ghafla tu, na kila mtu aliyekuwa akimfahamu alishangazwa sana na utajiri wake wa ghafla. Basi Lubango sasa alianza kuwa mtu katika watu, lakini wakati wote anaendelea hakuwahi tena kumwona yule mwanamke aliyemtokea kwenye makaburi. Lubango, kama ilivyokuwa ndoto yake, alifanikiwa sasa kupata mke. Alimwoa mwanamke tena kwa sherehe kubwa kabisa. Ilikuwa harusi ya kifahari mno. Lubango alikuwa mwenye furaha kwa sababu sasa alikuwa na kila kitu kwenye maisha yake. Na siku zilizidi kusonga.
Biashara zake ziliendelea kusimama siku baada ya siku, na kwa bahati nzuri mke wa Lubango sasa alipata ujauzito na tumbo lake lilifikia kuwa kubwa kwa sababu miezi ilipita. Siku moja Lubango akiwa ofisini, ghafla tu alianza kusikia hatua za mtu. Yaani zilikuwa ni hatua za mtu mfano wa mtu ambaye alikuwa amevalia viatu, yaani viatu vya juu juu. Na mara ghafla mlango wake ulianza kugongwa. Karibu, alisema Lubango huku akiendelea kufanya kazi aliyokuwa anaifanya pale ofisini. Ghafla mlango ulifunguliwa. Aliingia mwanamke. Lubango sasa alinyanyua macho yake na kumtazama. Alikuwa ni mwanamke ambaye ni kama alikuwa akimfahamu, licha ya kwamba alikuwa amemsahau. Yaani hakukumbuka aliwahi kumuona wapi. Yule mwanamke ambaye alikuwa na rangi nyeupe alipiga hatua na kusogea mpaka kwenye kiti cha wageni kilichokuwa hapo ofisini. Lubango aliendelea kumtazama tu huku akijaribu kuvuta kumbukumbu zake kwamba aliwahi kumuona wapi. Yule mwanamke alikuwa akimtazama Lubango sana, na mwisho aliacha tabasamu. Lubango, unanikumbuka? Aliuliza yule mwanamke. Lubango sasa alitabasamu, lakini tabasamu lake alikumaanisha kama alikumbuka chochote. Hapana, bado sijakukumbuka, lakini nikikutazama ni kama mtu ambaye namfahamu, au kama kuna sehemu tulishawahi kuonana, alisema Lubango. Yule mwanamke alicheka sana. Unasahau haraka. Unasahau kwa haraka sana Lubango. Ina maana unaweza kumsahau mtu aliyekufikisha hapo ulipo? Aliuliza yule mwanamke. Lubango alitafakari hii kauli, na mara ghafla alianza kumkumbuka yule mwanamke wa makaburini. Ni wewe? Aliuliza Lubango. Yule mwanamke alikuwa akimtazama tu kwa kitabasamu. Ndiyo, ni mimi. Unajua ni muda mrefu sana umepita bila kukuona, na nilikutafuta sana. Nilitamani siku moja nikuone ili niweze kukushukuru. Nikushukuru kwa maisha ulionipatia, alizungumza Lubango. Yule mwanamke aliendelea kumtazama na mara alicheka kidogo. Ndo nimekuja hapa sasa. Unaweza kuniambia chochote unachotaka kuniambia, alisema yule mwanamke. Lubango alitabasamu. Sina mengi zaidi ya kukushukuru. Ya kwangu ni hayo tu. Sikuwahi kuweza kwenye maisha yangu kama kuna siku nitakuja kuishi maisha kama ya sasa hivi. Nimepata mwanamke mrembo sana. Wanawake wazuri nilikuwa nikiisha kuwaona tu kwa wengine, lakini leo tena mimi nammiliki. Nakushukuru sana dada yangu. Hakuna haja ya kunishukuru Lubango. Hata hivyo sikuja hapa ili unipatie shukurani, ila nimekuja kwa sababu unakumbuka siku ile tulikubaliana, alizungumza yule mwanamke, na sauti yake sasa hivi ilikuwa ya umakini zaidi. Lubango aliendelea kumtazama tu. Nilichokuja hapa kukwambia Lubango, nilikwambia kwamba nitakubadilishia maisha yako, si ndio? Ndio, uliniambia hivyo. Nadhani nimeshatimiza ahadi yangu. Ni wakati sasa wa mimi kukupatia masharti yangu, yaani ili tukamilishe makubaliano ya mimi na wewe, alisema yule mwanamke. Lubango aliendelea tu kumtazama. Alikuwa mwelewi kabisa anazungumzia nini, lakini pia alikuwa na shauku kubwa sana ya kutaka kujua. Yule mwanamke alishusha pumzi ndefu kisha akaendelea. Sasa Lubango, nimekuja hapa kwa ajili ya kukuambia kitu kimoja. Kitu gani? Lubango, bila shaka mke wako ni mjamzito, si ndio? Lubango alishtuka sana baada ya kauli ya mwanamke. Ndiyo, ni mjamzito. Sasa Lubango, mke wako atazaa watoto wawili, lakini mtoto mmoja atakuwa ni wa kwangu na mmoja atakuwa mtoto wenu, alisema yule mwanamke, kauli ambayo ilimfanya Lubango acheke. Aliangua kicheko kwanza na kisha akamtazama yule mwanamke kwa umakini zaidi. Sijakuelewa. Yaani mimba ya mke wangu mimi azae watoto wawili, alafu mtoto mmoja awe wa kwako? Kivipi yani? Lubango, mbona ni vitu rahisi sana. Mke wako atajifungua watoto wawili. Mtoto mmoja
atazaliwa kama kiumbe wa ajabu mno. Hatoishi sana, yeye ni mtaishi naye kwa mwaka mmoja tu, lakini baada ya huo mwaka mimi nitakuja na kumchukua. Mtoto mmoja atabaki kuwa wa kwenu na hatakuwa na tatizo lolote. Ni binadamu tu wa kawaida. Nadhani umenielewa na umekubali masharti yangu, alisema yule mwanamke, lakini Lubango ni kama vile alikuwa haelewi. Samahani sana dada, lakini kiukweli sijakuelewa. Sijakuelewa kabisa unachokizungumza. Sijajua unataka kumaanisha nini labda. Hujaelewa nini hapo Lubango? Nimekwambia mtoto mmoja atakuwa ni wa kwangu na mtoto mmoja mtabaki naye nyie. Kumbuka, mtoto mmoja atakuwa ni kiumbe wa ajabu mno ambaye hataweza kuishi kwa muda mrefu. Anatakiwa ishi kwa mwaka mmoja. Baada ya mwaka atafariki, na huko atakapokufa ni mimi nitakuwa nimemchukua. Umenielewa? Aliuliza yule mwanamke. Lubango alihisi kuchanganyikiwa. Yule mwanamke alisimama, wala kutaka kumsikiliza Lubango zaidi. Alianza kupiga hatua. Akasogelea mlango. Alifungua mlango na kutoka kabisa. Lakini sijamaliza kukuuliza, alisema Lubango. Yule mwanamke alikuwa ameshaondoka. Lubango alitoka kwa haraka sana. Akatoka mpaka nje kabisa ofisi yake. Akaelekea mpaka mapokezi. Bosi, kuna nini? Hakuna mgeni ambaye ametoka hapa sasa hivi? Aliuliza Lubango akiwa mwenye wasiwasi mno. Mgeni? Yeye inamaanisha mwanamke. Ni mwanamke fulani hivi, mweupe sana, lakini pia macho yake yamepaka rangi nyeusi. Sijui nisemaje, lakini nielewe tu kuna mwanamke ambaye Bosi, mbona hakuna mwanamke ambaye amepita hapa? Unasema ukweli? Lakini hakuna mwanamke ambaye amepita hapa bosi wangu, na mimi siwezi kumruhusu mtu ambaye hauna miadi naye akaingia ofisini bila wewe kuruhusu. Unalijua hilo? Alizungumza Vivian ambaye ni mhusika pale mapokezi. Hapo sasa Lubango alihisi kuchanganyikiwa. Akarudi mpaka ndani ya ofisi yake. Alikuwa akizunguka tu kwenye kiti akiwa haelewi. Maneno yule mwanamke wa ajabu yalikuwa akijirudia tu kichwani. Aliwaza sana na mwisho wa siku akaanza kuogopa hata kuhusu usalama wa mke wake. Lubango alisimama pale kwenye kiti. Akatoka mpaka nje kabisa na kuingia kwenye gari. Alirudi mpaka nyumbani kwake na alimkuta mke wake akiwa mzima kabisa. Karibu sana mume wangu, pole kwa kazi. Asante, uko salama? Ndiyo, niko salama. Kuna nini kwani? Namaanisha kwamba hakuna mtu yote ambaye amekuja hapa nyumbani. Mtu? Hapana. Una uhakika? Ina uhakika mume wangu, hakuna mtu yote hapa nyumbani. Tumeshinda tu mimi na Joy, na hakuna mtu mwingine yoyote yule. Sasa sikia mke wangu, kuanzia sasa hivi sitaki utoke kabisa, na kama ukitaka kutoka nyumbani lazima unipatie mimi taarifa. Umenielewa? Sawa, nimekuelewa. Lakini kama ikitokea nikakupigia simu na ukawa busy na kazi, je? Nimeshamaliza. Sidhani kama nahitaji maoni kutoka kwako. Nimeshakupatia taarifa na ni amri hiyo, sio ombi. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Lubango alipiga hatua na kuingia mpaka chumbani. Alikuwa akitembea huku na kule. Alionekana kuchanganyikiwa sana, lakini mwisho wa siku alijipa moyo tu kwamba hakuna kitu chochote ambacho kitatokea kwa mke wake wala kwa watoto wao, na hasa ukizingatia kwamba walishafanya vipimo na wakaambiwa kuwa mke wake na mtoto mmoja tu kwenye tumbo lake. Kwa hiyo aliamini kabisa alichokizungumza huyu mwanamke wala hakiwezi kutokea. Lubango alijifariji. Na sasa baada ya kukaa kwa muda mrefu kule chumbani, mke wake alimuita kwa ajili ya kwenda kupata chakula cha usiku. Lubango alifanya hivyo, na baada ya hapo sasa waliingia chumbani na kulala. Lakini akiwa katikati ya usingizi, Lubango alianza kuota ndoto, na haikuwa ndoto nyingine. Ilikuwa ni ndoto kwamba alijiona akiwa yuko kwenye makaburi
na hayakuwa makaburi mengine. Ni yale makaburi ambayo alikutana na mwanamke huyu kwa mara ya kwanza kabisa. Alijiona amesimama pale, tena pale pale alipokuwa amesimama mwanzo, yaani wakati wanakutana. Lakini ghafla alitokea yule mwanamke, tena akiwa katika hali ile ile ya mwanzo. Hakuwa amebadilika kitu hata kimoja. Lubango, aliita yule mwanamke. Lubango alikuwa akimtazama kwa kitetemeka. Lubango, nilikuja kukupatia taarifa. Sidhani kama haujanielewa. Nina uhakika kwamba umeelewa maneno yangu, lakini nimekuja tu kukusisitiza. Baada ya mkeo kujifungua, nitafuata mtoto wangu, alisema yule mwanamke, na mara ghafla alipotea. Lubango alishtuka kutoka kwenye ile ndoto, na alikuwa akiema kwa kasi. Kijasho chembamba kilikuwa kikimtoka. Mume wangu, kuna nini? Aliuliza mke wake ambaye sasa alikuwa akimtazama Lubango kwa macho ya taharuki. Ni ndoto, alisema Lubango huku sasa akirudi kulala, na mke wake pia alifanya hivyo. Asubuhi palikucha. Maisha yaliendelea kama kawaida, lakini Lubango alikuwa mwenye wasiwasi mno. Ila alikuwa akijaribu kujipatia moyo kwamba mke wake atajifungua mtoto mmoja tu kama alivyokuwa ameambiwa na madaktari. Na ili kujihakikishia hilo, alienda kufanya vipimo kwa mara nyingine tena, lakini alionyeshwa mtoto mmoja tu aliyekuwa tumboni, wala hakukuwa na mtoto mwingine. Kwa hiyo Lubango kwa 100% alikuwa na amani sasa. Siku ilifika mke kujifungua, na baada ya kupata uchungu tu walimchukua na kumpeleka mpaka hospitali. Ilichukua muda mrefu sana mpaka mke wake kujifungua, kwa sababu changamoto zilikuwa ni nyingi. Alikuwa akilia sana kwa maumivu, lakini sio hivyo tu, uzazi wake ulionekana wa tofauti kidogo. Mapigo ya moyo ya mtoto pia hayakuweza kuonekana. Madaktari walikuwa kipambana sasa kuokoa maisha ya mama. Lubango alikuwa nje akisubiri tu kupatiwa majibu, na alikuwa na shauku kubwa sana ya kuweza kumwona huyo mtoto wake. Baada ya juhudi nyingi za madaktari, hatimaye mke wake alifanikiwa kujifungua. Alijifungua mtoto, na cha ajabu sasa, mtoto baada ya kutoka tu alionekana ni mzima wa afya, na tena alikuwa akilia kawaida. Madaktari walishangaa sana, lakini pia mama alipoteza fahamu. Labda ni kutokana na kupoteza damu nyingi wakati wa kujifungua. Madaktari walianza kumsafisha, na hapo ndipo alipogundua kitu cha ajabu mno. Kulikuwa na mtoto mwingine aliyekuwa akitoka. Walishangaa sana kwa sababu mama alikuwa amepoteza fahamu, na mtoto yule alikuwa akitoka kwa kujisukuma peke yake. Ilikuwa ni maajabu kwa madaktari wote. Ilibidi waitane hadi madaktari wa dharura. Walifika mpaka pale chumbani, na taratibu zilikuwa ni kuhakikisha yule mwanamke anajifungua salama. Lakini swala la yule mwanamke kujifungua huku amezimia alikuwa changanya kama kitu alichokishuhudia baada ya yule mtoto kutoka. Hakuwa binadamu, kilikuwa ni kiumbe kingine kabisa. Alikuwa na umbo la kibinadamu, lakini kilichochanganya madaktari, alikuwa na mguu mmoja tu, lakini pia masikio yake yalikuwa marefu, mfano wa masikio ya farasi. Hicho kiliwachanganya zaidi. Madaktari walikuwa kitazamana. Nini kwani kimetokea? Hata mimi pia sielewi kabisa. Kwani yupo hai? Ndiyo, anapumua. Hebu jaribu kumpiga kama atalia, alisema daktari mmoja. Basi daktari alikuwa ameshika kile kiumbe, alifanya hivyo, na mara ghafla kile kiumbe kilianza kulia. Hapo alishtuka zaidi. Itakuwa ni nini sasa? Na kwa nini imetokea hivi? Siwezi kujua, labda ni sababu tu za Muumbaji. Lakini mimi ninavyoona, hichi kiumbe hakitakiwi kuishi kabisa. Au nyewe mnasemaje? Kwa vyovyote vile sasa ataishije kwenye hali kama hiyo? Naposema hivyo mnakuwa na maana gani? Tunamaanisha kwamba huyu kiumbe auawe. Mnachosema ni sawa, lakini hatuwezi kufanya hivyo bila kumshirikisha mzazi wake. Lazima wazazi wake wamuone na wakubaliane na hili.
alitoa pendekezo lake daktari mwingine. Hapo sasa madaktari wote walikubaliana. Lubango akiwa anasubiri kwa hamu kubwa sana, akiwa nje ya chumba cha upasuaji, ghafla daktari mmoja alitoka. Mr. Lubango. Naam dokta, aliitika Lubango kwa akipiga hatua za haraka na kumsogelea daktari. Kwanza pole, lakini pia hongera. Naweza nikaanza na hongera? Nashukuru sana daktari. Niambie, mke wangu amejifungua? Ndiyo, amejifungua salama kabisa, na mtoto wenu ni mzima. Ashukuriwe Mungu. Nashukuru pia daktari. Hiyo ni habari ya kwanza, lakini habari ya pili ni kwamba, alisema dokta kauli iliyomshtua sana Lubango. Akawa anamtazama daktari kwa makini. Habari gani dokta? Mkeo hajajifungua mtoto mmoja, alisema yule daktari, kauli iliyomshtua sana Lubango. Unasemaje? Ndiyo Mr. Lubango, lakini pia kwa bahati mbaya sana, katika watoto wako wawili, mtoto mmoja ametoka akiwa, alisema dokta. Lakini hapo hapo Lubango alisogea mpaka kwenye benchi la chuma alilokuwa amekaa mwanzo. Alisogea na kuketi. Ni kama miguu yake ilikuwa imeisha nguvu, kwa sababu alijua kabisa amejifungua kiumbe kingine kabisa. Ni tofauti na binadamu, kwa sababu tumeshindwa kabisa kumwelewa, lakini pia tujajua imetokana na nini, na itakuwa vizuri kama utaenda kumuona wewe peke yako, alisema yule daktari. Na mke wangu vipi kuhusu yeye? Mkeo anaendelea vizuri, na baada ya muda kidogo atakuwa ameshaamka, alisema hivyo yule dokta. Lubango sasa alikuwa amekata tamaa kabisa, na alijua kitu kinachoenda kutokea. Itakuwa vizuri kama utaenda kumuona mwanao. Yeye ninamaanisha wanao. Sawa, alijibu Lubango huku sasa akisimama. Yeye pamoja na yule daktari waliongozana na kuelekea mpaka kwenye chumba ambacho kile kiumbe cha ajabu kilikuwa kimehifadhiwa. Lubango alistuka sana baada ya kumuona, na alikuwa akilia kwa uchungu mno. Sasa ndo kama unavyoona, alisema daktari. Lubango alikuwa kimya tu. Unajua, mimi na wenzangu tukawa tumeona kwamba kiumbe kama hiki hakiwezi kuishi, lazima kiuawe. Je, namaanisha kwamba lazima? Unasemaje dokta? Aliuliza Lubango kwa mshtuko mkubwa mno, kwa sababu sasa alishakumbuka maelekezo aliyokuwa amepatiwa na ule mwanamke. Samahani Mr. Lubango kwa hili, lakini tukimtazama huyo hawezi kuishi kwa hali kama hii. Atawezaje kuishi na anao mguu mmoja tu? Lakini pia tazama hali yake, tazama hata sura yake sio ya kibinadamu. Unaona hata masikio yake. Daktari, nimesema kwamba huyu ni mwanangu na nitamlea mimi mwenyewe, na sitaki mtu yote anipangie namna ya kufanya, alizungumza Lubango, kauli ambayo iliwashtua madaktari wote. Walitazamana tu na kukaa kimya. Mke wangu ataruhusiwa saa ngapi? Samahani Mr. Lubango, lakini hawezi kuruhusiwa kwa leo. Ni mpaka tumwangalizie Nimesema naondoka na mke wangu sasa hivi, na kama ni hali yake nitamtafutia daktari ambaye atakuja kumtibia nyumbani. Mmenielewa? Aliuliza Lubango. Madaktari wote walikaa kimya tu. Basi kama alivyokuwa amesema yeye. Madaktari walimruhusu mke wake. Lubango alichukua familia yake na kurudi nayo mpaka nyumbani. Na baada ya kufika nyumbani kweli alitafuta daktari ambaye alikuja na kumtibia mke wake pale pale nyumbani. Wako wapi watoto wangu? Aliuliza mke wa Lubango mara baada tu ya kuamka. Ilikuwa ni kauli iliyomshtua sana Lubango. Mume wangu, mke wangu, watoto wetu wako wapi? Ina maana unajua kama ulijifungua watoto wawili? Ndiyo, nakumbuka kila kitu, alizungumza hivyo mke wa Lubango. Lubango alikosa cha kusema. Watoto wetu wapo salama na wako chumba cha pili. Daktari anajaribu kuwatazama. Nahitaji kuwaona sasa hivi, alizungumza mke wa Lubango huku akijiinua pale kitandani. Lakini hali yako haijakaa sawa mke wangu. Hapana, siwezi kukaa sawa,
ikiwa sijaona watoto wangu. Alizungumza hivyo. Lubango hakuwa na kipingamizi zaidi. Mke wake aliteremka sasa. Kwa usaidizi wa Lubango walifika mpaka kwenye hicho chumba. Yaani chumba ambacho alikopo daktari pamoja na wale watoto akijaribu kuwatazama. Lakini hata daktari mwenyewe alionekana na wasiwasi mno. "Dokta, watoto wangu wanaendeleaje?" aliuliza mke wa Lubango. Daktari alikuwa kimya tu. Mke wa Lubango alipiga hatua za haraka haraka sana na kusogea mpaka pale kitandani. Alimtazama mtoto mmoja. Alionekana mrembo mno, lakini alipogeuza macho yake na kumtazama mtoto wa pili, alijikuta akipiga kelele ya nguvu. Lubango alisogea haraka haraka na kumkumbatia mkewe. "Mume wangu, hiki ni nini?" "Mke wangu, ni mtoto wetu." "Mtoto wetu? Mtoto gani wewe? Mbona haonekani kama mtoto?" aliuliza mke wa Lubango. Daktari pamoja na Lubango sasa walitazamana. "Unajua, samahani sana Mr. Lubango, lakini pia samahani shemeji yangu, kama hiki nitakachokisema nitakuwa nakosea, ila ni ushauri tu au wazo," alianza kuzungumza daktari. Lubango na mke wake alikuwa akimtazama tu, na wakati huo machozi ya mke wa Lubango alikuwa yamejaa kwenye mashavu yake. "Unajua ni nini? Mimi nilikuwa nashauri kwamba hichi kiumbe kiuawe, kwa sababu ni ngumu sana kuishi na kitu kama hiki. Hebu mmeshawahi kuwaza kuhusu hatima yake ya mbele?" aliuliza yule daktari. Ilikuwa ni kauli iliyomkasirisha mno Lubango. "Hivi wewe umekuja hapa kufanya kazi yako au umekuja kufuatilia maisha ya watu?" aliuliza Lubango kwa hasira mno. Daktari alikaa kimya sasa, kwa akiwa ameinamisha uso wake chini. "Hata mimi naunga mkono maneno ya daktari, mume wangu. Kiukweli mimi ndo mama, lakini hauoni kama huyu sio kiumbe wa kawaida? Hivi atakuwaje akiwa kama hivi? Ni bora angekuwa mlemavu tukajua moja, lakini huyu sio mlemavu, anaonekana kabisa sio binadamu. Nimesema hivi, mimi ndio kichwa cha hii familia na mimi ndio ninayeamua. Hakuna kitu chochote ambacho kitafanyika. Mnanielewa?" aliuliza Lubango kwa hasira. Daktari alikaa kimya tu. Hakutaka kuendelea kubishana naye, lakini pia mke wake alikaa kimya. Alikuwa akiendelea tu kulia, akitiririkwa na machozi. Hakuwahi kuwaza hata siku moja anaweza akaleta kitu kama kile kwenye hii dunia. Alikuwa akijilaumu mno. Alikuwa akiwaza labda kuna sehemu ambayo alikosea kipindi ambapo alikuwa ni mjamzito, lakini hakupata majibu kabisa. Basi Lubango aliondoka pale ndani kwa hasira, na hata daktari sasa alikuwa ameshamaliza majukumu yake, na yeye aliaga na kuondoka. Mke wa Lubango alimchukua mtoto wake wa kike, yaani ule pacha mwingine ambaye alikuwa mzima kabisa. Alimbeba na kutoka naye pale chumbani, lakini kile kiumbe alikiacha ndani. Hakutaka hata kukichukua. Na kuanzia siku hiyo, mke wa Lubango hakuwahi kabisa kumshika yule kiumbe mwingine, bali alikuwa akimwachia mfanyakazi wao Joy afanye kila kitu. Amfanyie kila kitu pamoja na kumbeba. Maisha yaliendelea pale, lakini licha ya kwamba alikuwa jihusishi kwa chochote, lakini alianza kupata wazo moja. Lilikuwa ni wazo la kumuua yule kiumbe kwa siri bila mume wake kujua. Na hilo lilifanikiwa siku moja, baada ya kuingia kwenye chumba cha yule kiumbe na kukinyonga na mto mpaka pale ambapo kilipoteza maisha. Wingu kubwa lilianza kutanda angani, na ghafla mvua ilianza kunyesha. Ilikuwa mvua kubwa iliyoambatana na radi. Kioo cha dirisha kwenye ofisi ya Lubango kilipasuka na vipande vya kioo kile viliingia mpaka ndani. Lubango alishtuka sana, kwa sababu ile ilikuwa ishara nzuri hata kidogo kwake. Aligundua itakaponyesha mvua ilikuwa ni dalili ya nini? Ilikuwa ni dalili ya ule mwanamke wa ajabu. Lubango alisimama kwa haraka sana, akachukua simu yake na kubofya. Alikuwa akipiga namba ya mkewe, lakini iliita tu bila kupokelewa. Alichukua simu yake tena, akabofya na kupiga namba ya mfanyakazi wao wa ndani, Joy. Joy sasa alipokea simu. "Halo kaka." "Joy,
Uko nyumbani? Ndiyo kaka, niko nyumbani. Mke wangu yuko hapo? Nadhani atakuwa chumbani kwake amelala. Kila kitu kiko salama? Ndiyo kaka. Na vipi kuhusu watoto? Watoto wako salama. Yule mmoja alikuwa na mama yake chumbani, na yule mwingine pia alikuwa chumbani kwake. Tafadhali Joy, nenda kamtazame chumbani kwake haraka na uniambie, alizungumza Lubango akionekana mwenye wasiwasi mno. Sawa kaka, Joy alijibu kisha kakata ile simu. Alipiga hatua za haraka na kuelekea mpaka kule chumbani. Alisogea mpaka pale kitandani, lakini alijikuta akishtuka mno. Kile kiumbe ni kama kilikuwa kipumui. Kwa maana fupi ni kwamba kilikuwa kimepoteza maisha kabisa. Joy alipiga kelele moja, akatoka mpaka nje kwa haraka sana. Alielekea mpaka kwenye chumba cha mke wa Lubango. Dada, alikuwa akiita. Mke wa Lubango sasa alinyanyuka pale kitandani, akapiga hatua na kusogelea kitasa. Alifungua ule mlango. Macho yake yote alikuwa kwa Joy ambaye alionekana na wasiwasi. Na sio wasiwasi tu, alikuwa akilia na akionekana mwenye hofu mno. Kuna nini? Dada, ni mtoto kule. Kafanyaje? Ni kama vile hapumui dada. Sasa si umpigie simu baba yake umwambie? Aliuliza mke wa Lubango. Joy sasa alikimbia haraka. Akarudi mpaka chumbani kwake na kuchukua ile simu. Aliipiga sasa na kumpatia taarifa Lubango. Lubango alishtuka mno. Unasemaje? Ndio hivyo kaka, urudi tu hapa nyumbani haraka, alisema Joy kwa akiendelea kulia. Lubango alikata simu. Inawezekanaje? Hivi ina maana yule mwanamke ndo amekuja? Hapana, alisema akishafikisha mwaka bado. Au ina maana mke wangu ndio, alisema Lubango na akijikuta akishindwa kumalizia kauli yake. Alikuwa akilia sasa, machozi yalianza kumtoka. Lubango alitoka haraka kule ofisini, akaingia kwenye gari na safari ilikuwa kuelekea nyumbani kwake. Aliendesha gari kwa mwendo kasi sana mpaka pale ambapo alifika. Alifika mpaka nyumbani. Mlinzi akafungua geti. Lubango aliingia mpaka ndani. Na baada ya kufika sasa alikuwa akimuita mke wake kwa sauti ya juu mno. Mke wake alitoka kule chumbani. Mume wangu, kuna nini? Unaniuliza kuna nini? Nini ambacho kimetokea? Ulienda kufanya nini kwenye kile chumba? Aliuliza Lubango. Macho yake yalikuwa mekundu kwa hasira na alikuwa akimtazama mke wake kwa jicho la chuki mno. Mume wangu, lakini mimi sijaingia. Hapana, sitaki uzungumze uongo. Ni wewe umeingia chumbani na kuna kitu umefanya. Ulishamkataa mtoto tokea mwanzo. Kwa nini ukaamua kufanya hivi Jessica? Ni kwa nini? Kwa nini umeamua kuharibu maisha yangu? Alikuwa akiuliza Lubango. Zilikuwa ni kauli ambazo zilikuwa zikimchanganya tu mke wake. Alikuwa haelewi kwa nini mume wake anasema kauli kama hii. Mume wangu, lakini mimi sitaki ukatae, kwa sababu kama ukiendelea kukataa nitakufanya kitu kibaya. Unajua ni kwa kiasi gani nateseka? Unajua ni kwa kiasi gani naishi maisha ya uchungu ambayo hayana amani ili tu wewe uwe na furaha? Na kama ni mtoto, si tayari unaye mtoto wako hapo ambaye unampenda? Kulikuwa kuna haja gani ya kufanya hivi? Na kuuliza, kulikuwa kuna haja gani? Alizungumza Lubango. Na sasa kuendelea kuzungumza, alishindwa kabisa. Aliketi chini, ni kama miguu yake ilikuwa imeisha nguvu kabisa. Alikuwa akiendelea tu kulia, machozi yakimtiririka mithili ya maji. Mke wake alipiga hatua za taratibu na kumsogelea mume wake pale chini. Mume wangu, ilidhani kama nafanya kitu kizuri kwa ajili yetu, lakini pia kwa ajili yake. Angeweza vipi kuishi kwenye hali kama ile? Haujui tu mke wangu, haujui ni kitu gani ambacho umekisababisha, alizungumza Lubango kwa akiendelea kulia. Alikuwa akimwacha mke wake kwenye wakati mgumu mno. Alishindwa kabisa kumuelewa. Lubango, kama mtoto tunaye huyu hapa. Tazama,
ni mzuri, ana kila sifa, amekamilika kama binadamu wengine, lakini yule hakuwa sahihi kwetu. Lubango hakupangwa kuishi na sisi, nimefanya tu kama kumsaidia. Alizungumza hivyo mke wa Lubango, lakini Lubango hakujibu kitu. Sasa alisimama tu, alisimama na kurudi mpaka chumbani, yaani kwenye chumba cha ule mtoto, lakini ni kama mawazo yake yalivyokuwepo. Hakumkuta pale chumbani, yaani kile kiumbe kilikuwa kimepotea kabisa, hakikuwepo pale. Lubango aliangaza macho kulia na kushoto, lakini bado hakuona. Alielekea mpaka kwenye chumba ambacho kilikuwa ndani ya hicho chumba. Palikuwa patupu pia, hakukuwa na hata dalili ya mtu. Lubango aliketi tu chini akianza kulia. Sasa alikuwa akilia kwa sauti ya juu mno. Mke wake naye alikuwa amejutia sana kitendo alichokifanya, kwa sababu mpaka sasa hakuwa amemwelewa Lubango hata kidogo. Alikuwa ameketi tu pale sebuleni. Lubango alilia kwa muda mrefu, na sasa alijifungia mlango ndani ya kile chumba. Hakutaka kutoka nje kabisa. Hata mke wake alipokuja kumbembeleza kwa ajili ya kufungua mlango, lakini Lubango aligoma na wala hakujibu chochote. Lubango aliendelea kukaa pale, na mpaka usiku wa manane uliingia. Lubango alibaki hapo mpaka usingizi ulipompitia na akawa amelala. Asubuhi aliamka, alijikuta akiwa mzima kabisa. Lubango hakuamini kama aliamka akiwa hai. Alimshukuru Mungu. Alitazama kulia na kushoto na kujihakikishia usalama, lakini nyumba ilikuwa salama kabisa. Alihisi pengine kuna kitu ambacho kimemkuta mke wake kwa kosa alilokuwa amefanya, lakini Lubango alipiga hatua na kutoka mpaka nje. Akaelekea mpaka kwenye chumba cha mke wake. Mke wake alikuwa amelala na tena alikuwa kikoroma, na mtoto wake pia alikuwa salama tu. Lubango alijikuta akitabasamu. Lubango aliingia kuoga, na baada hapo sasa alielekea kazini. Kwa akili yake aliamini kila kitu kimeisha. Baada ya kufika kazini alifanya kazi kama kawaida. Alirudi nyumbani. Kwa kifupi, maisha yaliendelea kama kawaida bila tofauti yoyote ile, na hata mawasiliano na mke wake alirudi, na wakaendelea kuishi kwa furaha na amani. Lubango kila siku ilipofika usiku wa kuwa akilala, alikuwa akiogopa pengine yule mwanamke anaweza kumjia tena, lakini hapana. Wiki zilipita na siku zikazidi kuyoyoma. Hakuwahi kumwona tena yule mwanamke. Lubango ilifika hatua sasa alishasahau lile tukio lililotokea, na familia yake ilikuwa ina amani mno. Siku moja usiku akiwa amelala, Lubango alishtuliwa na hatua za mtu. Ulikuwa ni usiku wa manane, kwa hiyo hatua zile zilisikika vyema. Lubango aliamka na kuketi juu ya kitanda. Alimtazama mkewe pembeni ambaye alikuwa amelala fofofo, lakini pia alimtazama mtoto wao ambaye alikuwa amelala kwenye kitanda chake kidogo kilichokuwa pembeni tu. Alionekana pia amelala. Taa zilikuwa zimezimwa, kwa hiyo kulikuwa na mwanga hafifu tu ambao ulitokea nje. Lubango sasa alianza kusikiliza kwa makini zile hatua, na mara ghafla mlango wa chumbani ulifunguliwa, yaani kichumba chake na mkewe. Lubango akiwa na tahamaki aliingia mwanamke, na huyo mwanamke wa leo sasa alikuwa amevalia shela jekundu. Lubango alibaki akiwa ametoa macho, ni kama vile alikuwa haamini. Alijaribu kujifinya na kuhisi pengine ilikuwa ni ndoto, lakini hapana, lilikuwa ni tukio la kweli kabisa. Mwanamke huyo alipiga hatua mpaka alipofika mbele kabisa ya kitanda, na sasa alikuwa akitazamana na Lubango. Hakuwa mwingine, alikuwa ni yule mwanamke wa ajabu ambaye alikutana naye makaburini. Alikuwa akimtazama Lubango. "Wewe," aliita Lubango kwa mshtuko mno. "Lubango, nimekuja," alisema yule mwanamke. Lubango sasa alibaki kimya akimtazama. "Unajua, unakumbuka siku ya kwanza kabisa wakati mimi na wewe tunakutana?" aliuliza yule mwanamke. Lubango alikuwa kimya tu akijaribu kutafakari. Alikuwa akikumbuka vyema ile siku. Yule mwanamke aliendelea. "Unakumbuka makubaliano yetu yalikuwa ni nini?"
aliuliza tena yule mwanamke. Lubango alikuwa kimya tu akimtazama, huku sasa machozi yakimtoka. Lubango, nilikuambia kwamba nitakubadilishia maisha yako na wewe utapata ndoa, lakini sikukwambia kwamba utamuoa nani, ila wewe ukachukua maamuzi ya kuoa bila kunishirikisha mimi. Lubango, masharti ya utajiri wangu ilikuwa ni kunioa mimi. Nilikupatia mali ili unioe, lakini matokeo yake ukaenda tofauti kabisa. Ukaenda kumwoa mwanamke mwingine ambaye ni binadamu mwenzio, alisema yule mwanamke huku akimtazama Lubango kwa umakini. Lubango alikuwa akilia kwa sauti ya juu sana. Alikuwa akilia, machozi alikuwa akimtiririka, lakini wala hayakusaidia chochote. Yule mwanamke sasa alikuwa mbele yake, na kila alipomtazama mke wake alikuwa amelala, ni kama alikuwa sikii chochote pale kilichokuwa kikiendelea. Mtoto wake pia hivyo hivyo. Lubango aliendelea kumsikiliza yule mwanamke ambaye aliendelea kusema, sasa ulinikasirisha sana baada ya kuoa, na mbaya zaidi, kilichonitia hasira ni wewe kuoa bila kuniambia, na ndio maana mimi pia sikujitokeza mpaka pale mke wako alipopata mimba. Na baada ya hapo nilitaka kukulipia kisasi. Nikasema kwamba mke wako abebe mtoto wangu kwenye tumbo lake, na ndicho kitu ambacho kilitokea Lubango. Nikakupatia masharti ambayo ilikuwa ni kama nafasi nyingine. Nikakwambia mtoto wangu aliliwe na mwanamke wako ndani ya mwaka mmoja, na baada ya hapo nitamchukua, lakini bado ukavunja masharti kwa mara nyingine. Lubango, ulitaka nifanye nini kingine? Lubango, unadhani nilikutajirisha tu kwa bahati mbaya? Kuna masikini wangapi ambao wanahitaji msaada, lakini nikawa nimekuchagua wewe? Aliuliza yule mwanamke kwa sauti ya hasira, na sasa macho yake yalikuwa mekundu mno. Lubango aliendelea tu kulia. Tafadhali sana, naomba unisamehe. Sina msamaha na wewe Lubango. Nimekuja ili utimize ahadi yetu ya kwanza. Ilitakiwa unioe, na ndio nimekuja sasa kufunga ndoa na wewe. Alizungumza yule mwanamke, kauli ambayo ilimshtua Lubango. Alimtazama sasa kwa makini, lakini yule mwanamke hakuonekana kuwa na masiara. Utachagua hapa, afe mkeo na mtoto wako au niondoke na wewe, alisema yule mwanamke. Lubango aligeuza shingo yake taratibu na kumtazama mwanamke aliyempenda kuliko chochote, mwanamke wa kwanza kabisa kwenye maisha yake, kwa sababu tokea anazaliwa hakuwahi kuwa na mwanamke. Wanawake wote walikuwa wakimkataa. Huyu ni mwanamke alimpenda, japokuwa hakupata uhakika kama alimpenda kwa sababu ya mali, lakini angalau ni mwanamke aliyemwonyesha upendo wa kweli, na akaamua kumzalia mtoto. Lubango alimtazama sana mke wake, na kisha akageuza macho yake na kumtazama mtoto wao mdogo, ambaye mtoto sasa alianza kulia. Alikuwa akilia kana kwamba alikuwa ameshtuka. Lubango aligeuza macho yake na kumtazama yule mwanamke aliyekuwa mbele yake. Lubango, nasubiri ufanye maamuzi yako, alisema yule mwanamke. Lubango alitikisa tu kichwa kukubali. Nichukue mimi, alisema hivyo. Yule mwanamke aliacha tabasamu la kutisha, na kisha sasa alinyosha mkono wake. Lakini kwanza uniahidi, alisema Lubango. Yule mwanamke akamtazama kwa haraka sana. Niahidi kwamba familia yangu itakuwa salama na hautaidhuru, alisema Lubango kwa akiendelea kulia. Yule mwanamke akacheka kidogo. Na kuahidi hilo kwa sababu endapo nitaondoka na wewe sitorudi kamwe kwenye hii dunia, alisema yule mwanamke. Na kisha sasa Lubango alifumba tu macho. Yule mwanamke alisogea mpaka pale kitandani, akamshika Lubango, na sekunde za kuhesabu tu wote walikuwa wamepotea pale ndani. Mke wa Lubango naye alishtuka baada ya kusikia sauti ya mtoto akilia. Alitazama pembeni, mume wake hakuwepo. Alisimama kwanza na kuelekea mpaka kwenye kitanda cha mtoto wake. Akamchukua mtoto na kuanza kumnyonyesha sasa. Mara ya kwanza alihisi pengine Lubango atakuwa ametoka tu kidogo, lakini muda wote aliotumia kumnyonyesha mtoto pale
Hakuweza kumwona mume wake akirudi. Hapo ndo akapata wazo baada ya mtoto kulala. Alimlaza kitandani, akapiga hatua na kuelekea mpaka kwenye bafu. Alifungua bafu lakini hakukuwa na mtu. Mke wa Lubango alitoka mpaka nje, yani sebuleni. Alikuwa akimuita Lubango. Palikuwa kimya tu. Na mbaya zaidi, mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani. Yani ulikuwa umefungwa kwa funguo. Hapo alijua tu mume hawezi kuwa nje. Alirudi mpaka kwenye chumba cha Joy. Akagonga mlango. Joy alitoka. Dada, mbona usiku? Samahani Joy, hujamwona kaka yako? Kaka? Hapana. Chumbani kwenu hayupo? Hayupo. Atakuwa basi ametoka nje? Hapana. Nimetazama mlango umefungwa. Sasa atakuwa wapi? Aliuliza Joy kwa kimtazama dada yake. Sijui. Kwani hajaja hapa kwako? Hapana. Mimi sijamuona, alisema Joy. Sasa hapo walianza kumtafuta. Walimtafuta sana Lubango, lakini hawakuweza kumuona. Mpaka asubuhi panakucha, Lubango hakuonekana. Na hata walipoenda kumuuliza mlinzi, alidai kwamba hakumuona. Ilikuwa ni tukio la ajabu mno baada ya Lubango kupotea kule ndani. Na hakuna mtu hata mmoja aliyeweza kuamini kwa haraka. Polisi waliitwa na kufanya uchunguzi, lakini hakukuwa na viashiria vyovyote vya uwepo wa Lubango. Lubango alitafutwa kila siku, lakini hakuweza kuonekana. Mke wake alilia mpaka akachoka, lakini Lubango hakuweza kuonekana tena kwenye uso wa hii dunia. Na mwisho kabisa alichoambulia mke wake pamoja na mtoto wao zilikuwa ni mali alizoziacha Lubango. Na huo ndo mwisho wa simulizi iliyokuwa inakwenda kwa jina la Nataka Ndoa. Bila shaka kuna kitu utakuwa umejifunza. Mwandishi na msimuliaji wa simulizi ni mimi Mami Maud, ambaye unaweza kunipata kwa nambari za simu 0753056995. Nikwambie tu kwamba mwisho wa simulizi ni mwanzo wa simulizi nyingine. Lakini pia nikukumbushe, kama wewe ni mpenzi wa simulizi za kusisimua pamoja na kutisha kama hizi, unaweza ukasubscribe YouTube channel hii ili kila inapotoka simulizi mpya uwe wa kwanza kabisa kuipata. Hadi wakati mwingine. Bye.